kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema kubwa ambayo amenipa jioni ya leo. Ni upendeleo mkubwa sana kusimama mbele ya watumishi wa Mungu na mbele ya wanawake namna hii. Ni neema kubwa sana. Haleluya. Amina. Pia nimshukuru mwenyekiti wa kina mama na kamati yake kuona kwamba mimi naweza kusimama. Mungu awabariki sana. Amina. Basi tuendelee moja kwa moja. Wewe unayeandika, andika uwe chombo cha heshima nyumbani mwa Mungu. Tutaanza na kuangalia chombo ni nini katika maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maisha ya kawaida ukimwambia tu mwanamke chombo, hapa nilivyosema tu chombo, wanawake wamesharudi nyumbani, ameenda kwenye kabati lake. Bwana Yesu asifiwe. Ameviangalia vyombo vyote na ameshavichambua kipi cha heshima na kipi sio cha heshima. Kwa hiyo katika maisha ya kawaida, chombo ni kifaa au kitu chenye umbo kwa ajili ya kutumika kufanya kazi fulani. Chombo ni kitu au kifaa chenye umbo kwa ajili ya kutumika kufanya kazi fulani katika maisha ya kawaida. Mfano wa vyombo, mimi nimeweka mfano wa vyombo: sufuria, bakuli, sahani. Hivyo vyote ni nini? Ni vyombo, na kila chombo kina kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nimeenda haraka. Kwa wanawake nimesema mfano wa vyombo: sufuria, sahani, mwiko, chungu, hotpot. Hivyo ni vyombo katika maisha ya kawaida na vina kazi yake. Kila chombo kina kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hivi vyombo, kuna vingine vinakaa jikoni, vingine vinakaa kabatini. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kingine unavyochukua unakisukuma tu hivi, lakini kuna kingine unakichukua kwa heshima. Haleluya. Lakini vyote ni nini? Ni vyombo. Lakini nimesema uwe chombo cha heshima nyumbani mwa Mungu. Hapo tumemzungumzia kwa wanawake, lakini kwa wababa vyombo tumesema ni kitu au kifaa. Kwa mwanaume unaweza ukaona nyundo, panga, shoka, spana. Hivyo ni vifaa kwa wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema mwanaume katika nyumba asikose nini? Panga, shoka, kingine nini? Mshale, kingine jembe. Hivyo ni kwa wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Na kila kifaa hicho kina kazi yake. Ukifika muda wake unakuta kimechukuliwa. Haleluya. Sasa tuangalie chombo nyumbani mwa Mungu. Chombo nyumbani mwa Mungu. Chombo nyumbani mwa Mungu ni mtu anayetumika kwa huduma au utumishi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu. Chombo nyumbani mwa Mungu ni mtu anayetumika kwa huduma au utumishi mbalimbali nyumbani mwa Mungu. Hiyo ya kwanza. Alafu ya pili ni mtu aliyejiweka tayari. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu aliyejiweka tayari kwa ajili ya kazi ya Mungu na kutumika kwa kusudi la Mungu kwenye maisha yake. Hicho ni chombo nyumbani mwa Mungu. Kwa hiyo tukizungumzia nyumbani mwa Mungu, chombo ni mtu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tukizungumzia nyumbani, chombo ni kifaa. Lakini nyumbani mwa Mungu chombo ni nini? Ni mtu ambaye amejiweka tayari kwa ajili ya kutumika kwa kusudi la Mungu. Hapa nikaweka mfano wa huduma nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunavyofundishwa au tulivyojifunza kwamba ndani ya kanisa kuna huduma 5. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utumishi uko mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ziko 5 ila utumishi uko mwingi. Mimi nijikite sana kuzungumzia nini? Utumishi mbalimbali nyumbani mwa Mungu kama vyombo.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini utumishi nyumbani mwa Mungu nimesema uko mwingi. Utumishi huo tuache huduma zile 5 wanaosema utume, uchungaji, ualimu, uinjilisti, nyingine ya mwisho unabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zipo kazi nyingi ndani ya kanisa ambazo mtu kama chombo anaweza kuzifanya, lakini wakati anazifanya azifanye akiwa kama chombo cha heshima. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama wewe chombo unayefanya hizo huduma au utumishi mbalimbali, uwe chombo cha heshima. Hizo utumishi mbalimbali kama kushuhudia, nimeweka mfano, kushuhudia, kuimba, kuombea wengine, kutoa, ukarimu, kushauri, kuonya, kutia moyo, huo ni utumishi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Na watu wanafanya hivyo, lakini hakikisha unavyofanya hivyo kama chombo, uwe chombo cha heshima. Tusome Timotheo wa pili. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka wa 21. Anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake. Na tena kila alitajaye jina la Bwana auache uovu. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina heshima. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa Mungu. Mimi hapa, wewe amesema hivi, kila alitajaye jina la Bwana. Mimi hapa nimesema kila aliye chombo cha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Namba 1, maana yake uandike hivyo. Kwanza, Mungu anawajua walio wake, au Mungu anavijua vyombo vyake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anavijua vyombo vyake. Namba 2, kila alitajaye jina la Bwana na aache uovu, au kila aliye chombo cha Bwana na aache uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaandika haraka haraka afu tunaendelea. Nimesema msingi wa Mungu ulio imara ndio huu. Cha kwanza, Mungu anavijua vyombo vyake, na kila aliye chombo chake ahakikishe anauacha nini? Uovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama wanawake ni vyombo, lakini sijajua kama wewe ni chombo cha heshima au sio chombo cha heshima. Lakini msingi wa Mungu, ili uwe chombo cha heshima, cha kwanza lazima uache nini? Uovu. Bwana Yesu asifiwe. Uache uovu, uache dhambi. Mgeukie mwenzako, mwambie kila aliye chombo cha Bwana na aache uovu. Huo ni msingi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni chombo cha Bwana na bado unatenda dhambi, wewe sio chombo cha heshima. Haleluya. Wewe sio chombo cha heshima, unajisumbua na unajitesa bure. Bwana Yesu asifiwe. Unajisumbua na unajitesa bure. Cha kwanza lazima uache uovu, halafu ndipo uendelee na huduma. Haleluya. Amina. Cha tatu, yule anayejitakasa na kujitenga na uovu atakuwa chombo cha kupata heshima. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayejitakasa na kujitenga na uovu atakuwa chombo cha kupata heshima. Tumeona pale katika Timotheo, anasema katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Bwana Yesu asifiwe. Viko vya mti na vya udongo. Bwana Yesu asifiwe.
viko vya mti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina heshima, katika nyumba kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tulipo sisi ni nyumba kubwa, kila mmoja ni chombo na kila mmoja ana kazi yake, lakini kwenye kupata heshima, kuwa chombo cha heshima, ni jitihada ya kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Maana wote mnaweza mkawa vyombo, lakini kwa jitihada ya kila mmoja kuacha uovu na kutumika, ndo atakuwa chombo cha heshima. Lakini ukitumika na dhambi, wewe si chombo cha heshima nyumbani mwa Mungu. Haleluya. Wakina mama tunatakiwa tujitahidi, tubadilike. Bwana Yesu asifiwe. Utumishi mwingi wa wanawake upo nje, lakini sio ndani. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anaweza kaja hapa akafanya kitu ukasema huyu anaenda mbinguni, lakini kumbe ndani yake hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tumejaa sana na niseme nini, kama uigizaji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nje unafanya kama chombo cha Bwana cha heshima, lakini ndani yako hakuna kitu. Unajitesa mwanamke, unajichosha. Bwana Yesu asifiwe. Unajichosha, narudia tena, unajichosha. Kama umeamua kumtumikia Mungu, acha kabisa dhambi, acha kabisa mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Usizoelee utumishi nyumbani mwa Mungu, kwamba nitaingia, nitafanya kama nilivyofanya mwaka jana, kama nilivyofanya mwaka juzi. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna, sio hivyo mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usikalili huduma, usikalili. Bwana Yesu asifiwe. Kama nitolee mfano sisi waimbaji, unakalili, unasema nikifika hapa naanza na tenzi, baada ya tenzi nakuja pambio, baada ya pambio nitawaimbisha watu wachangamke, baadaye nitaabudisha. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe chombo cha heshima, na ili upate heshima lazima Mungu aikubali huduma na utumishi wako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asipoukubali utumishi wako, wewe si chochote. Hata ufanye lolote hapa au huko, kama huduma si chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anataka mtumishi wake cha kwanza awe mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Aache nini? Uovu. Aache uovu. Sio umetoka huko umekwazana na mtu unafika hapa, haleluya, amen, wamama jeshi kubwa, kumbe huko kuna mtu anasema na huyu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyo atasema hivi, Mungu ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa tunafanyiana wenyewe, lakini sio mbele za Mungu. Haleluya, amina. Mwingine anaweza kunisomea hiyo Timotheo wa pili, anisomee mstari wa 15, halafu ataenda wa 23 mpaka wa 25. Mstari wa 23. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jitahidi kujionyesha. Unajua hili andiko watu huwa wanalitumia
vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Anafikiri kujionyesha ni kama hivi nilivyosimama hivi, ukasema haleluya, Bwana Yesu asifiwe, sijui nani na nini, ndio anasema jitahidi kufanya nini? Kujionyesha. Au kujitahidi kujionyesha ni kama kupita mbele hapa, yani mara umeenda kule umerudi, watu wamekuona, sijui umeokota nini umeenda. Sio hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sio hivyo. Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu. Umekubaliwa na nani? Na Mungu, sio wanadamu. Haleluya. Yaani utumishi wako uwe umekubaliwa na nani? Na Mungu. Na kama Mungu akiukubali utumishi wako, wanadamu wataukubali tu. Haleluya. Kwa hiyo kujionyesha sio kama hivi nilivyosimama. Bwana Yesu asifiwe. Sio hivi. Ni kazi ile ambayo Mungu ameiweka mbele yako, akiwa Mungu ameikubali yeye. Bwana Yesu asifiwe. Umekubaliwa na yeye kwamba huyu kweli ni chombo changu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni kifaa changu. Huyu ni chombo changu. Amekukubali nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa kule Kuski tulijifunza neno moja, akasema yule aliyekuwa anatufundisha, akasema hivi, ukiona mwimbishaji umesimama umeimba mpaka Mungu akashuka, sio kazi ndogo. Maana yake Mungu amekukubali kule wewe, alafu akashuka. Bwana Yesu asifiwe. Sio rahisi. Sio umetoka tu huko umekula umeshiba. Bwana Yesu asifiwe. Alafu nataka utumike Mungu ashuke. Sio umetoka huko umesengenya, umefanya mambo ya ovyo, alafu nataka utumike Mungu akukubali. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tusitiane moyo wanawake. Tunaweza tukaa tunajichosha bure. Haleluya. Lazima uchukue hatua ya kubadilika kwenye huduma na utumishi wako. Haleluya. Ujue kwamba unayemwendea ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu. Si unakuja hapa ujionyeshe, ufanye mbwembe, watu wakone mrefu, mfupi, anafanya hivi. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tunayemtumikia ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukijua kwamba unamtumikia Mungu aliye hai, huwezi ukafanya mzaha kwenye kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna swali hapo walisema sijui Mungu ana upendeleo, hana upendeleo. Ndugu yangu, Mungu ana upendeleo. Yule anayefanya bidii ndiye Mungu anayemkubali. Wewe ukikaa hapo utaendelea kukaa hivyo hivyo, lakini wenzako wanapenya na wanaenda. Haleluya. Haleluya. Jumatano mama alisema wewe unasema sina cha mkononi. Bwana Yesu asifiwe. Sina cha mkononi. Yaani wewe huna chochote nyumbani mwa Mungu, hauna. Kweli hauna. Bwana Yesu asifiwe. Unaingia na kutoka. Haya, yule ambaye anaingia, anatumika, anafanya utafanana naye? Utafanana naye? Hakuna. Pale ndo nasema kwa kweli Mungu ana upendeleo. Mungu ana upendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya bidii anakukubali. Akikukubali anakupa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Na akikisha kukubali Mungu, nini kitakataa kwako? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Vyote vitakuja. Unavyovitamani vitakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwe vyombo vya heshima nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeamua, lakini kama wewe unatusindikiza, endelea kufanya mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukiwepo unatutia joto. Ila sisi wenzako tuko serious. Haleluya. Sisi wenzako tunamaanisha. Maana tunatarajia kwenda kupata nini? Taji. Alafu uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nani yule Petro? Alisema hivi, tukiacha vyote tukakufuata we Yesu tutapata nini? Unajua aliwaza mbali sana. Alitaka aamue. Bwana Yesu asifiwe. Awe chombo cha heshima. Akamwambia hivi, mara 100 wapi? Duniani, kisha uzima mbinguni. Sasa we chagua. Ukose duniani na ukakose wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe.
ila sisi wanawake tumefanya nini? Hapa tumeimba, tumesema tumeamua kumtumikia nani? Mungu. Tena hatuchoki. Kwa kumaanisha sasa, usiseme tu mdomoni. Haleluya. Unajua sisi wanawake kama tukiamua kweli kumtumikia Mungu, tutafanya mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Alafu kila mtu atakuwa anatushangaa. Hivi tulivyo hivi. Lakini kama tukiamua kweli kumtumikia nani? Mungu. Tuache mazoea. Haya, tuendelee. Fungua Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 14. Mpaka wa 14. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri, maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utajaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyoijenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini kama kwa Mungu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Anasema lakini mtu akijenga juu ya msingi huo, dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi. Bwana Yesu asifiwe. Nikatafakari, kumbe kuna kazi zingine ni manyasi jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kazi za watu zingine ni nini? Ni manyasi. Kwa hiyo jiulize, we kazi yako ni manyasi, sio manyasi? Bwana Yesu asifiwe. Wengine nasema kazi zao ni fedha, zingine ni nini? Ni dhahabu. Ni fedha, nyingine ni dhahabu. Anasema kazi hizo zitapimwa kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako kama ni nyasi itafanya nini? Itateketea. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema kama umeamua kweli, jitahidi, kwa sababu utumishi wetu utapimwa. Tena utapimwa kwenye nini? Kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe. Utapimwa kwenye nini? Kwenye moto. Kama ni manyasi yatateketea. Alafu utabaki hivi. Bwana Yesu asifiwe. Unajua huku duniani unaweza ukawa unajitahidi na we unaona unafanya nini? Unajitahidi. Yaani ndivyo tulivyo binasa hapa. We mimi hapa natumika. We mimi natumika bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unaolozesha. We mimi mzee wa kanisa. Mimi shemasi. Mimi mwenyekiti. Mimi nani? Mimi natumika. Unaweza ukawa na majina hayo yote na usiwe na kazi yoyote iliyosimama ambayo Mungu anaiona na kuitambua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukabaki na jina lakini huna kazi yoyote. Tumika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usiwatumikie watu. Ukiwatumikia watu huwezi. Haleluya. Haleluya wa mama. Amina. Kwa nasema kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Yaani pale hamna kificho. Hata mimi nitasema, mama Jofu, mbona nilikuwa naona unajitahidi sana? Hata kataji kamoja akapo. Bwana Yesu asifiwe. Utamwangalia ngeza, mbona ulikuwa unapambana sana? Sasa hamna kitu. Kumbe kazi zilikuwa nini? Manyasi. Bwana Yesu asifiwe. Ogopa sana. Ogopa sana. Bora uwe tu umekaa lakini usiwe unatabikia bure. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa nawaza, unakuja Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku nasema yaniona wale wamekaa wale na mimi saa hizi ningekuwa nimekaa. Hivi kikubwa ni nini nacho kitabikia? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini naenda huku? Lazima wewe unafanya tathmini. Bwana Yesu asifiwe. Usiingie tu na kutoka. Lazima utathmini kwamba baada ya haya nitafaidika nini? Bwana Yesu asifiwe.
Usijitaabishe bure, chukua hatua. Leo nakukumbusha, chukua hatua. Tunasafiri, tunaenda wapi? Mbinguni. Kule kuna thawabu. Bwana Yesu asifiwe. Kule kuna thawabu. Usifanye kazi ya kuchosha bure. Twende haraka haraka nisomee Timotheo wa kwanza 4:14 hadi 15. Msomaji. Timotheo wa kwanza sura ya 4:14 hadi 15. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuitumia karama ile iliyoko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Uliopewa kwa kuwekewa mikono au tu Mungu alishuhudia ndani yako. Haleluya. Kuna kitu ambacho wewe unakipenda. Usipokifanya hicho kitu unajisikia vibaya. Basi hicho kitu king'ang'anie. Bwana Yesu asifiwe. Usiige huduma, usiige utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kile ambacho unashuhudiwa wapi? Moyoni mwako. Na ukikigundua king'ang'anie hicho, fanya kwa bidii, utapata heshima kwa Mungu. Haleluya. Usitake wewe uwe kama Mama Nditu, au mimi nisitake kuwa kama Mama Fweni. Haleluya. Mama Fweni ni Mama Fweni na mimi ni mimi. Kwa na mimi nifanye kile kitu ambacho Mungu ameniamuru nifanye nini? Nifanye. Bwana Yesu asifiwe. Uitumie karama. Anasema usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako, uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono ya wazee. Bwana Yesu asifiwe. Usiache. Usiache. Kuna wengine unakuta ana kitu lakini amekifukia. Bwana Yesu asifiwe. Utadaiwa. Utadaiwa kama mwanamke, utafanya nini? Utadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Au Mungu aliweka kitu ukakutana tu na upinzani mdogo ukaacha, utadaiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi niliwahi kutana na upinzani kwenye huduma yangu ambayo Mungu amenipa. Nilipokutana na ule pinzani nikajisemea moyoni. Nikasema kuanzia leo mimi sitafanya, ila sitaonyesha kwamba sifanyi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama wakisema twende na kuwepo, sijui nini na kuwepo, lakini moyoni mwangu nilishafanya nini? Nilishaacha. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anakupenda anakurudi, ila kama hupendi utapotelea huko huko. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo Mungu akanirudi. Bwana Yesu asifiwe. Ilibidi niende kwa mtumishi wa Mungu, nikaambia, hivi kule kanisani sehemu gani hapana mtu? Akawa anacheka, wewe mbona unasema hivi? Nikasema, wewe naambie wapi hapana mtu, mimi nitasimama. Lakini baada ya kurudiwa na nani? Na Mungu. Usikubali kuacha kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, hata kama kuna upinzani mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna utumishi ambao umenyoka tu, haupo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna huduma ambayo unaendaga tu kwa raha, hapana. Lazima ukutane na upinzani, na ili upate heshima lazima uvuke vigingi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utumishi wako pia upimwe kwa namna nyingi. Mungu anakupima kwamba je, huyu anaweza kustahimili? Utakapovuka hivyo viwango, wewe sasa utakuwa unaimba tu haleluya. Hata kije kikwazo unasema kaa pembeni, mimi naendelea wapi? Mbele. Bwana Yesu asifiwe. Usiache kuitumia karama uliopewa. Nasisitiza tena, usiache. Bwana Yesu asifiwe. Usiache. Kama wewe unaonya, onya kwa bidii. Hata kama ulimuonya mtu akakutukana, wewe endelea kufanya nini? Kuonya. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama wewe ulikuwa ni mkarimu, ukaenda ukarimu mtu akasema unajipendekeza, wewe endelea. Bwana Yesu asifiwe. Usiache. Bwana Yesu asifiwe. Wengi Mungu amewapa neema, unakutana
Mungu anamwambia mwambie yule pale, ile tabia yake mimi siipendi. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema hivi, nitaanzaje mwenyewe yule? Nitaanzaje? Hapana. Wewe Bwana amekuweka, fanya. Bwana Yesu asifiwe. Umejibiwa vibaya, songa wapi? Mbele. Wewe umetimiza kusudi la nani? La Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unaacha hiyo huduma, baadaye unakuta kanisa tunaaibika. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanaendelea ya ovyo, wewe uliweka wa kuonya, wa kukemea, umekaa kimya. Kanisa linafanya nini? Linaaibika. Wanasema we lile pale hamna kitu. Pale wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Wameokoka wenyewe wale. Lakini wewe uliacha nini? Kuonya na kukemea. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni viungo, tunatakiwa kusaidiana. Usisubiri mpaka mchungaji asimame akemee. Wewe upo, umeuona uovu, una neema hiyo, simama. Bwana Yesu asifiwe. Simama, usiache huduma uliopewa. Tumesema katika nyumba pia kuna vyombo vya udongo. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema katika nyumba pale kwenye Timotheo kuna vyombo vya nini? Vya udongo. Hivi vyombo vya udongo Mungu amevitumia kama vyombo dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwa macho vinaonekana kama dhaifu. Tunakijua chombo cha udongo jamani. Chombo cha udongo unakuta hata ukimtuma mtoto unamsisitiza, shika vizuri hiyo glasi hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Au shika vizuri hiyo bakuri. Na zamani walikuwa wageni tu ndo wanatumia vyombo vya udongo. Bwana Yesu asifiwe. Ila saa hizi tumeelimika. Mimi kuna mwalimu mmoja alikujaga kufundisha kama sio kwa wamama. Akasema hebu mkatoe masani ya plastiki. Kwa kweli nililielewa vizuri lile somo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zamani hivyo walikuwa akija mgeni ndo kinachomolewa. Bwana Yesu asifiwe. Maana hicho kinatakiwa kiangaliwe kwa umakini. Kwa Mungu amevitumia hivi kama ni vyombo dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vina maana sana nyumbani mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hapa tunatakiwa katika huduma na utumishi wetu tuheshimiane. Haleluya. Usimdharau mtu kwa vile unavyomuona. Haleluya. Unaweza kumdharau lakini kumbe huyo ndo anayewabeba. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kwenye chama ndo anayefanya nini? Anawabeba. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kana wabeba kwa maombi. Nyie mnalala tu, au mkifika kama hapa mnaona mnaimba kwa raha, hamna kitu, mnasifu, lakini kumbe yule mnayemuona kama hafai, kumbe yule ndo anafanya nini? Anawabeba. Kwa hapa tunajifunza kwamba tuthaminiane. Bwana Yesu asifiwe. Thamini kazi ya mwenzako. Thamini utumishi wa mwenzako. Haleluya. Haleluya. Useme na wewe bwana hebu kaa. Ni wa muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wa muhimu sana hata huyo nyumbani mwa Mungu. Mungu hutumia watu wanyonge wanaonekana dhaifu ili nguvu na utukufu uje kwake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hutumia hao watu wanaonekana kama dhaifu ili nguvu na utukufu virudi wapi? Kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu anaweza akasimama mtu mwingine mkasema huyu kawaida tu, huyu kawaida, lakini Mungu anaweza akamtumia mtu mwingine ukasema hapa ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuthaminiane na kuheshimu kila huduma ya mtu pale ambapo Mungu anakuwa amemweka. Hapo andika tu Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Utajisomea. Haya, kingine, chombo cha Mungu si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Chombo cha Mungu si mtu wa kawaida. Hata kama awaje, ili mradi tu ajitambue. Bwana Yesu asifiwe. Chombo cha Mungu si mtu wa kawaida, ili mradi tu yeye ajitambue kwamba yeye ni chombo cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kusimama na kukaa katika kusudi la Mungu.
huyo sio mtu wa kawaida. Yaani we ukijitambua ukakaa katika misingi ya Mungu, sio wa kawaida. Haleluya, sio wa kawaida ukijitambua. Bwana Yesu asifiwe, kwamba wewe ni chombo cha Mungu. Na ukijitambua lazima ukae kama chombo cha nani? Cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote unapokuwepo, kaa kama chombo cha Mungu. Sio kanisani tu uonekane chombo, alafu huko nje unaonekana mtu mwingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tulionao kizazi hiki. Mama alisema watu wanasema wokovu wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ilikuwa hivi. Akasema basi sasa watuonyeshe sisi wa saizi ili tuone ule wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe ukijijua ni chombo cha Mungu, kaa kama chombo cha Mungu. Ndio maana wale watu wanasema wokovu wa saizi, wanatushangaa mambo tunayofanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali fulani wakati wanajenga, sipakumbuki, ila wakati wamejenga hekalu lile la Sulemani, likaja likabomolewa. Wakati limehuishwa tena, wale wa zamani amesema, yani wale walioliona kwa sasa wakawa wanafanya nini? Wanashangilia, wanafurahi. Lakini wale wa zamani wakawa wanafanya nini? Wanalia. Bwana Yesu asifiwe. Wanahuzunika. Sasa hao wanafurahia maana wanaona hili ndo lenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema hili ndo lenyewe. Lakini wale wa nyuma wanaona hakuna, sio hii. Ile tunayoifahamu sio hii. Ndo sasa kama sasa. Bwana Yesu asifiwe. Wenzetu wanabaki wanasema wokovu ule jamani, sisi tunaona ndo huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hatujakaa katika misingi ya nini? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua wewe kama umeokoka unafikiri lazima uelekezwe? Hamna. Kwa sababu amesema ataondoa moyo wa kijiwe, alafu ataweka moyo wa nyama. Alafu kuna maana anasema hakuna mtu atakayemfundisha mwenzake ila Mungu mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo ukishakuwa chombo, Mungu mwenyewe anasema na wewe, hapa hamna, hapa sawa, hapa twende, hapa simama, hapa nyamaza, hapa fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sio mpaka aje mtu aseme wewe mwanamke hapo umefanyaje? Hakuna. Mungu mwenyewe anajadili na wewe. Hivi ulivyotoka hivi unaenda wapi? Unarudi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hapo ulivyosema hivi unaona umesema hamna. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kubali kuwa chombo ili Mungu akuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akikuongoza, kila mtu atakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu atataka kujifunza kwako. Na wale wenzetu wa zamani hawatakuwa na maswali. Tukikubali kuwa vyombo. Haleluya. Tena vyombo vya heshima. Kwa mtu wa Mungu au mtumishi wa Mungu akijitambua na kukaa katika misingi ya Mungu, atakuwa chombo cha heshima. Haya, tunaendelea. Chombo cha Bwana cha heshima lazima kikubali kutii. Chombo cha Bwana cha heshima, chenye heshima, lazima kikubali kutii. Mungu anapokutuma kufanya chochote lazima ukubali kufanya nini? Kutii na kutekeleza yale maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Maagizo mengine sio mpaka uambiwe. Mengine tunapewaga madhabahuni. Sijui wewe unapokuja. Mimi nikija ibadani najua leo lazima Mungu anaenda kusema na mimi kitu. Kwa kile atakachosema Mungu na kinoti. Manake kile nitaenda nacho mpaka nirudi tena nije niambiwe kitu kingine. Kwa lazima ukubali kufanya nini? Kutii. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo unaambiwa na Mungu kupitia neno lake, kupitia watumishi wake, utakuwa chombo cha heshima. Lakini pia ukubali kutakaswa au kusafishwa. Ukubali kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine ukubali kupimwa. Kila mtumishi kuna wakati wa kupimwa kupitia ule utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe.
lakini hata unapopimwa bado unatakiwa kusimama katika ile huduma yako ambayo Mungu amekuweka. Kingine, akubali kutumiwa kwa kazi iliyo njema. Usiwe na kiburiburi. Bwana Yesu asifiwe. Au usijipendee. Yaani chombo cha Bwana hakijipendei. Yaani hufanyi mambo vile unavyotaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Unafanya mambo yale ambayo Mungu anataka wewe ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sio mpaka ujisikie. Chombo cha Bwana hakijisikii. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaamka siku hiyo Mungu anakuambia leo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajua kule kuna nyama, sijui supu, sijui nini. Unatakiwa kufanya nini? Kutii. Bwana Yesu asifiwe. Wamekwambia leo lazima twende mahali fulani kwa ajili ya kazi ya Bwana. Usianze visingizio. Unatakiwa kufanya nini? Kutii. Utapata nini? Heshima. Ila ukiwa unatanguliza vitu vyako, heshima ya Mungu isahau. Nimesema ukubali kutumiwa kwa kazi iliyo njema. Heshima inakuja baada ya kujidhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Heshima inakuja baada ya kujidhabihu kwa unyenyekevu mkubwa, kuwa tayari kuteseka kwa ajili ya Mungu wetu aliye hai. Ndipo unapata nini? Heshima. Unapojidhabihu kwa unyenyekevu mkubwa na kuwa tayari. Kama nilivyosema hivyo, sio unajipendea. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kama wachungaji wangekuwa wanajipendea tungeishije jamani? Bwana Yesu asifiwe. Yanakuja unasema nataka aniombee, alafu asema baadaye kidogo. Alafu wewe unataka kukata roho hapo, ingekuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Lakini mbona sisi tunajisikia? Wakati mwingine anakuambia hivi, njoo kwenye chama cha wamama. Bwana nitaenda wiki ijayo. Bwana Yesu asifiwe. Tufunge, nitafunga. Hivi fikiria mtumishi wa Mungu umeenda akuombea akasema Bwana njoo kesho. Alafu wewe umebanwa au amefika pale ndio unasema akasema baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kujitolea kwa Mungu wetu, kwa sababu yeye anajitaabisha kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwita tu anaitika na kuponya na kulinda, anafanya nini? Wewe kwa nini una visingizio kwake? Bwana Yesu asifiwe. Tukubali kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na kumtumikia Mungu wetu kwa moyo wa upendo kutoka ndani, kama vile yeye alivyotupendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka Mungu alikokutoa. Mama alisema Jumatano, anza kwa uwezo ulio nao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka uanze pale ulipo. Utakavyochukua hatua, yeye anaweka mkono wake. Anaangalia utayari wako. Bwana Yesu asifiwe. Sio anaangalia vitu ulivyo navyo. Twende haraka hapa. Kama vyombo tutumikaje? Bwana Yesu asifiwe. Kama vyombo tutumikaje ili tuwe na heshima? Tufanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Namba 1. Nataka twende haraka. Tumika kwa unyenyekevu. Tumika kwa unyenyekevu. Utakuwa chombo cha Bwana chenye heshima. Tumika kwa unyenyekevu. Utasoma mwenyewe Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 6. Hapo nimesema hivi, tumika kwa Mungu, sio kwa mtu. Utumishi wako utoke katika upendo wa kumpenda Mungu kutoka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tumika kulingana na Mungu alivyokubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tumetofautiana, kila mtu ana neema yake katika utumishi wake. Usipungue viwango. Bwana Yesu asifiwe. Usifanye chini ya kiwango vile Mungu alivyokubariki. Tumika, utumishi wako utoke kwenye upendo wako wa kumpenda nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini cha pili, tumika kwa bidii, sio kwa ulegevu. Tumika kwa bidii, sio kwa ulegevu.
tumika kwa bidii, sio kwa ulegevu. Utasoma Yohana 9 mstari wa 8. Yohana 9 mstari wa 8 na Rumi 12 mstari wa 6 hadi wa 12. Tumika kwa bidii, sio kwa ulegevu. Bwana Yesu asifiwe. Narudi pale pale, hakikisha kile alichokiweka Mungu wako ndani yako unakifanya kwa bidii bila kuangalia mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia watu utakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana unaweza ukafanya kitu kingine, mtu akasema huyu naye anajipendekeza, anataka kuonekana. Lakini wewe fanya kwa bidii. Mtu aone unataka kuonekana au sijui unajipendekeza, wewe unajua kwamba unamtumikia nani? Mungu. Namba 3, unapofanya utumishi msikilize Roho Mtakatifu. Msikilize Roho Mtakatifu na kutii sauti yake. Anakuambia ufanye nini kwenye ile huduma au kwenye ule utumishi ambao Mungu amekuweka. Msikilize Roho Mtakatifu. Lakini cha 4, mtumikie Mungu kwa furaha. Hapo niliposema msikilize Roho Mtakatifu, utasoma Matendo 13 mstari wa 2 na wa 4. Alafu cha 4, mtumikie Mungu kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Usimtumikie Mungu kwa manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kwa nini mimi waliniita mimi niwe mwenyekiti wa kina mama mimi? Hivi kwa nini jamani? Hivi hawakuona wanawake wengine wakaniona mimi tu? Usinungunike. Tumika kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma Zaburi 100 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mtumikie Mungu kwa furaha. Yaani watu wakushangae. Bwana Yesu asifiwe. Vile ulivyosimama katika zamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifanya vizuri mahali Mungu amekuweka, atakubariki na atakuinua kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine. Lakini cha 5, unapotumika uwe mvumilivu. Uwe mvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, hakuna utumishi ulionyoka tu. Kuna vikwazo, kuna majaribu, kuna maneno na sauti mbalimbali za watu za kuvunja moyo. Lazima uwe mvumilivu. Mchungaji alisema uongezewe moyo, uongezewe nini? Ngozi. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na moyo ulioongezewa ngozi kwenye utumishi uwezi. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa kama jongo, watakugusa tu nasema mimi basi. Kesho tena unainuka, kesho kuta kinakuja kingine, mimi basi. Utasema basi mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe. Hapo utasoma Yakobo 5:7 mpaka 9. Bwana Yesu asifiwe. Muda wangu umeisha. Lakini mtumikie Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Mtumikie Mungu kwa uzuri na utakatifu. Usijifananishe na mtu mwingine. Mungu alikuokoa wewe peke yako. Nani alikuja na mwenzake anapookoka? Ulikuja peke yako. Na Mungu unapajua alipokukuta wewe. Akakuita akasema njoo, akawekeza vitu ndani yako. Kwa simama wewe kama wewe, usiangalie mtu. Bwana Yesu asifiwe. Andika hapo faida za kuwa chombo cha heshima cha Mungu. Alafu utasoma Yohana 12 mstari wa 26. Yohana 12 mstari wa 26, pale panaposema ukimtumikia Baba atakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata heshima, heshima ni neno la jumla. Bwana Yesu asifiwe. Heshima ni neno la jumla ambalo limejaa vitu vingi: kulindwa, kutunzwa, kubarikiwa, yani mambo mengi. Ndio hiyo anasema ukinitumikia nitafanya nini? Nitakuheshimu. Kwa chombo kilichojidhabihu mbele za Mungu kinapata nini? Heshima. Na heshima ndio hizo baraka ambazo unazo. Jitahidi kumtumikia Mungu ili Mungu aendelee kukuheshimu. Tusimame. Mwambie Mungu akufinyange. Yumkini umeenda kwa ulegevu kwa muda mrefu. Mwambie Mungu nifinyange.
Mungu akusaidie, maana peke yetu sisi hatuwezi. Tunahitaji msaada wake katika huduma, katika utumishi wake. Lakini kupata heshima, tunatamani Mungu wetu atuheshimu, atukubali kama vyombo vyake. Mwambie Mungu, nataka nini kwenye utumishi wako. Asante Baba Mungu wetu, wewe ni Baba peke yako. Mungu, tunahitaji neema yako, ututengeneze upya Baba. Yumkini tumeenda bila kujua, lakini leo Mungu umetufungua. Tunatakiwa kuwa vyombo vya heshima. Tusaidie Mungu wetu, maana peke yetu hatuwezi Bwana.